Kwanza niwakumbushe kuhusu katazo la serikali la kuhakikisha taasisi zinazohudumia walaji zaidi ya 100 zinatumia nishati safi ya kupikia. Katika hilo bado kuna kazi kubwa ya kufanya, kwani kati ya taasisi 1030 zilizopo nchini ambazo zina watumiaji zaidi ya 100, ni taasisi 1136 pekee ndio zinatumia nishati safi ya kupikia hadi sasa. Pia nisisitize wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana na serikali katika kusukuma ajenda hii muhimu na kuwezesha upatikanaji wa nishati mbalimbali za kupikia katika maeneo ya pembezoni na yale ya vijijini. Tunao wadau wengi wameshiriki, lakini niwaambie zipo fursa nyingi. Kama tulivyoanza kwenye taasisi, tunayo minada mikubwa nchini ambayo watu wanachoma nyama, wanatumia mikaa na gharama ni kubwa na wanaharibu mazingira. Yapo masoko mazuri ya kisasa yametengenezwa, mama zetu, mama ntilie na baba ntilie wanapika kwa kutumia nishati ambayo sio safi. Tunayo maeneo ya stendi ambapo kuna vijana wanauza vyakula wanatumia nishati ambayo sio safi. Watuletee teknolojia nzuri kama waliotuletea hapa, wakawahudumia wale watu waweze kupata nishati kwa bei nafuu. Watumie walipe kwa namna wanavyotumia. Sio mpaka tununue mtungi mzima wa 30,000, 40,000, 50,000. Watufungie pale, mama ntilie akishapika chakula chake ametumia nishati ya shilingi 500 aweze kulipa shilingi 500. Anayechoma nyama ametumia nishati ya shilingi 700 alipe shilingi 700 kwa siku hiyo. Ninajua wapo wawekezaji hapa na nyinyi ni wataalamu, mnaweza mkatuletea miundombinu hiyo katika maeneo yetu kwa ajili ya kuhakikisha watu wananufaika na nishati safi ya kupikia.